Zaka ni nini? Hii ni sadaka ya kisheria ya Mungu ambayo hutoka kwenye faida au baraka uliyoipata, iwe kwa siku au mwezi, na ni lazima iwe 10% au 1/10. Hii ni sadaka ya kisheria ya Mungu ambayo hutoka kwenye faida au baraka uliyoipata kwa siku, wiki au mwezi, na ni lazima iwe 10% au 1/10 ya faida uliyoipata. Nitarudia, hii ni sadaka ya kisheria ya Mungu ambayo hutoka kwenye faida au baraka uliyoipata, iwe kwa siku, wiki, mwezi, na ni lazima iwe 10% au 1/10. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mujibu wa kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 27 kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 27 mstari wa 32. Tumefika, tumishi wa Mungu, tumefika Walawi, Mambo ya Walawi sura ya 27 mstari wa 32. Tena zaka yote ya ng'ombe au kondoo, kila apitaye chini ya fimbo, sehemu ya 10 watakuwa ni watakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikwambia kwamba fimbo ina maana kuu moja, lakini ina maana zingine ndogo ndogo. Kwa kawaida fimbo ni huduma hasa ya kichungaji au kiaskofu, ni huduma, lakini maana nyingine ya fimbo ni kazi ambayo unayoifanya au unayoitumia. Nafikiri wachungaji wanaelewa hili, wale wanaochunga ng'ombe. Huwezi kumchunga ng'ombe bila kuwa na fimbo. Ni kama ni kitambulisho cha kazi yako ulionayo. Lakini wakati mwingine Musa aliulizwa, una nini? Ninataka kwenda kuwaokoa Waisraeli, kuna nini? Akamwambia Mungu, nina fimbo, itupe chini. Ile fimbo ikaanza kufanya mambo, ikaanza kuhudumu. Kwa ile fimbo ikawa ni kazi kwa upande wa Musa. Tukasema kwa ulimwengu wa sasa hivi fimbo tunaifananisha na biashara unayoitumia. Kuna mwingine anatumia kazi yake kama fimbo ya kuwapigia wengine. Kuna mwingine anatumia elimu alionayo kama fimbo ya kuwapigia wengine. Kwa hiyo fimbo tunataka itafasiri kama kazi. Na hapa ameitafasiri fimbo kama kazi. Akasema wale ng'ombe ambao utawachunga kupitia fimbo yako, 10% au 1/10 watakuwa ni wa Bwana kwa ajili ya zaka. Na hii ndiyo maana ya riziki. Faida ile unayoipata katika kazi unayoifanya, 10% itakuwa ni mali ya Bwana, sio ya kwako. Na hayo ni maelekezo ya Kibiblia kabisa yanayopatikana katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 27 mstari wa 32. Lakini walio wengi tumekuwa tunakula mpaka tunapitiliza kwenye mustakabali wa kimungu, sheria ya kimungu. Hii ni zaka na ni maelekezo ya moja kwa moja ambayo yametoka kwa Mungu mwenyewe, ambayo Mungu aliwapatia wana wa Israeli kwa ajili ya kufanya mapatano nao ili kusudi wabarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna aina nyingi ya sadaka. Nataka nikwambie kitu, mtumishi wa Mungu. Mungu sio TRA. Unajua unaweza kusema kwamba huyu Mungu bora anakusanya mapato mengi. Mungu sio TRA, na Mungu hajawahi kupungukiwa. Na wala Mungu hahitaji msaada, ila Mungu anatafuta sababu ya uadilifu wako ili kusudi akubariki kupitia kile ulichonacho. Na ndio maana unaangalia ukienda sehemu yoyote ile, kanuni ya wewe kubarikiwa ni lazima utoe kitu. Na hiyo ndio kanuni haswa
Mungu anayotumia. Hii ni ya kibiblia. Lakini nilikwambia shetani amechukua kanuni za kimungu na kuzibadilisha katika kanuni za kidunia ili kusudi apate kujitwalia utukufu wa kimungu yeye. Na anawafanya watumishi wa Mungu kwamba zile kanuni za kimungu kwao ziwe kama ni upuuzi, au ni kama kuna baadhi ya watu wananufaika na zile sheria za kimungu. Shetani ni muongo tangia awali na hajawahi kuwa kweli. Kama jinsi alivyotumia neno la Mungu kumdanganya Hawa, ndivyo atakavyotumia neno la Mungu kukudanganya wewe. Na ndio maana masomo ya matoleo leo hii yanaonekana ni watu wanaojipigia debe, lakini sio. Hauwezi kubarikiwa kama unakula zaka. Hapana. Hii ni kanuni ya kimungu moja kwa moja ambayo Mungu mwenyewe ameishusha kwetu ili kusudi apate sababu ya kukubarikia wewe. Na ndio maana kwenye sehemu fulani tutaona huko mbele amesema hakuna atakayekuibia. Ni kwa sababu gani? Zaka yako mbele zake inakutamkia mema. Mungu uliangalia neno lake apate kulitimiza. Kama alisema ukitoa zaka atakubariki, kwa nini usibarikiwe kama unatoa zaka? Lakini kama utoi zaka, akiangalia kwenye ile kanuni yake ya kubarikiwa, anaangalia kwenye mfumo haupo. Na ndio maana hata watu wanapohitaji utajiri, ameenda kwa mganga wa kienyeji, anaangaliwa ni kipi anachokipenda, ni kipi kama sehemu yake ya fungu la 10. Anaambiwa atoe kile. Ndio maana nitakwambia kwamba mama yako, mwanao, nini, na huenda idadi ya mali inategemeana na yule uliyemtoa au ukubwa wa sadaka uliyoitoa. Lakini kwa Mungu, ili kusudi yeye achilie baraka kwako, anahitaji zaka. Na utaratibu wa zaka uko hivi: kama umebarikiwa kupata faida, sio mtaji, ukapata faida ya shilingi 10,000, jamani, 10% ya 10,000 ni shilingi ngapi? Darasa, 10% ya 10,000 ni shilingi ngapi? Kama ni shilingi 1,000 alafu ukatoa 500, wewe uko kwenye mfumo wa kubarikiwa kweli? Kwenye mfumo wa kubarikiwa umeondoka, kwa sababu hauko sawa na sheria ya kimungu. Na ndio maana 10% kubwa ya Wakristo tumekuwa maskini. Na wakati sisi tuliye naye ni baba wa vyote, tena ameviumba vyote, tena yeye ndiye mmiliki, anampa amtakaye na ampendaye. Sasa kama yeye ndiye mwenye vyote, ni kwa nini sisi tumekuwa maskini? Ni kwa sababu siri kama hizi, Biblia inasema kabisa kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, na shetani anazidi kutupumbaza tuwe wajinga ili kusudi yale maarifa ya kimungu ajitwalie yeye kwa ajili ya watu wake. Lakini leo nataka nikwambie, kama unafanya kazi kwa uaminifu na unafanya kazi kwa bidii na unatoa sehemu ya fungu la 10, hata kama biashara zako zitasimama, kuna namna hautofeli kimaisha. Hata kama mambo yako yatagoma kwenda, hata kama utaugua, utakuwa ndani. Biblia inasema kwamba kama ndege wa angani wanaishi, lakini Bwana huwalisha, huwatunza, huwavisha. Kwa nini wewe ambaye ni mtoto pendwa wa Mungu unahitimiza vigezo na kanuni na sheria za kimungu, Mungu asikulishi, Mungu asikuvishi, Mungu asikutunze? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wewe hauna mapenzi ya kimungu. Kama unampenda Mungu, utazishika amri zake. Na katika amri, na nafikiri hizi sehemu ya zaka ni amri namba 1. Maana anasema mpende Bwana Mungu wako kwa kila kitu. Alisema nini? Kwa roho yako. Kwa nini? Kwa mali zako. Iko kwenye sheria namba 1. Sasa kama utatoa sadaka pungufu, zaka pungufu, utakuwa na shida. Maana ametupa maelekezo katika kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Natamani kupata mtu atakayenisaidia kusoma, atakayekuwa shaka. Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Malaki sura ya 3 mstari wa 10 tu. Nitasoma. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni
na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Anasema leteni zaka kamili. Sisemi kama ukiwa hautoi zaka hautabarikiwa. Sisemi kwa sababu gani? Mungu anaangalia ulionao. Anaangalia una watoto nyumbani, unasomesha, unafanya nini. Kuna namna atakupa tu pesa itakayokutosha kuendesha shughuli zako afu ikaisha. Kwani niwaulize swali darasa. Maskini hawapo? Hawali? Hawapeleki watoto shule? Hata kama ni kwa mbinde, lakini wanakula, watawalisha watoto wao, watawavisha na wataenda watoto wao shule, lakini hawatakuwa wabarikiwa. Yaani mtu mwenye feva ni tofauti na mtu ambaye hana chochote. Yaani wewe kama una baraka za kimungu hautakuwa sawa na wengine. Na ndio maana amesema kwamba mkanijaribu muone kama sitawajazia, sitawafungulia madirisha ya mbinguni baraka zenu zikajaa hata isiwepo nafasi ya kutosha. Aliyebarikiwa hana nafasi. Ngoja nikwambie kitu, utanielewa. Aliyebarikiwa wageni hawapungui kwake. Yaani hata kuwa na nafasi ya upweke katika nyumba yake, hiyo ni baraka. Yaani hiyo ni dalili namba moja kuonyesha kabisa kwamba mimi madirisha ya mbinguni Bwana ameanza kunifungulia au ameshanifungulia tayari. Kuna wakati utaona hizi nyumba mbona kama vile nimejenga na ndogo hazinitoshi, hebu ngoja niongeze. Na ukiongeza, hata Biblia inasema kwamba haitakuwepo nafasi ya kutosha. Utakavyoongeza ndivyo watu watakavyofanyaje? Watakavyoongezeka. Ni kwa sababu tayari madirisha ya mbinguni yako open kwa ajili yako. Lakini hautolia njaa. Yaani utafananisha kama yule mwanamke wa Selepta. Yaani hata kama ukiona wageni ni wengi, chakula ni kidogo, lakini utashangaa namna ambavyo Bwana atakijaza, atawashibisha, yaani watakula, watashiba na watasaza. Ni kwa sababu gani? Umetimiza vigezo. Na anasema kwa njia hii mkanijaribu. Yaani usimjaribu Bwana kwa chochote. Usije ukamwona nyoka amekaa pale kusema Bwana ninakujaribu. Huyu nyoka ni chatu. Leo hata nimeza kwa jina la Yesu, atakumeza mpendwa. Yaani usisubu. Usijaribu. Lakini kwa njia ya kumtolea Mungu zaka, amesema ukamjaribu. Hebu jaribu kwamba nimepata shilingi 1000. Hii shilingi 100 ni ya Bwana. Usidharau hata kama ni ndogo. Nenda kwa mtumishi wa Mungu. Bwana amenibariki leo na hii ndio sadaka yangu ya zaka. Nimesema Bwana amenibariki leo na hii ndio sadaka. Hata kama ataiona ni ndogo, lakini Bwana ataangalia moyo wako kwamba huyu ametimiza, kwamba huyu amequalify kubarikiwa. Hapo ndipo utakapoona madirisha yanafunguliwa. Hapo ndipo utakapogusa. Bwana atakibariki. Bwana atakizingira. Hautakuwa na njaa. Lakini yaani kigezo kitakachokufanya wewe utofautiane na wengine ni zaka. Sidhani kama mbarikiwa atafanana na mlaaniwa. Darasa wewe. Nafikiri sisi tunanielewa. Mbarikiwa kuna namna tu, hata akitembea favor zinamfuata. Yaani Mungu akikubariki hata kama ukiwa shimoni kule kule uliko, baraka zitakufuata huko huko uliko. Wakati Yusufu yuko gerezani, imeanzia mbali. Wakati Yusufu yuko shimoni, wamemtupa shimoni afie kule, baraka zilianza kumkuta kuanzia pale. Hata wale aliokuwa nao, ijapokuwa ni kwa ubaya, lakini walibarikiwa. Hawakumfanya biashara, hawakujipatia faida. Fedha yuko shimoni, lakini wakasema mbona kama huyu mtu ni fedha, huyu mtu mbona kama ni baraka, huyu mtu mbona kama ni treasures, huyu mtu mbona hatumuelewi, hebu tumfanye biashara. Wakati kujinufaisha. Ndio pale unashangaa uko sehemu ambayo haukutarajia, lakini unashangaa mbona huyu nani?
Mbona kama ana kitu? Hebu njoo, hebu jaribu kufanya kitu fulani. Unashangaa kile kitu umekifanya akapata impact ambayo itamfanya yeye akutoe pale shimoni na kukupeleka sehemu ambayo utaanza kuneemeka. Ni kwa sababu gani? Baraka zitamfuata ulipo. Hata kama ulipata Mungu ukatoa zaka, ile Mungu itakutambulisha kwamba huyu mtu mbona ana kitu fulani. Ile nyota yako itakuwa tofauti na wengine kwa sababu tayari umeshaitwa mbarikiwa. Hata kutembea kwako utaonekana kabisa huyu mtu mbona ni kama ni mali. Kila utakachokifanya kitabarikiwa. Alipokuwa nyumbani wa Potifa, Yusufu mbona alifanyika baraka tu. Amina. Ukitoa zaka. Hebu ngoja tusome. Shuka chini. Hiyo ni Malaki sura ya 3 mstari wa 11 na 12. Kuna moja na 12 nasema, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala hata haribu mzabibu wenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Yaani kila mmoja atatamani awekeze kwako, apandikize mbegu yake kwako, akutumie kwa namna vile ulivyo, ile kalama ulionayo, ile huduma yako. Yaani kama ni mwimbaji, utashangaa tu mchungaji anatamani, unashangaa mchungaji akisimama, anashangaa Paulina simama uniingize rohoni. Ni kwa sababu gani? Tayari ile baraka ulionayo ndio inakutambulisha. Utakuwa ni nchi ya kupendeza. Unashangaa ukitoka kila mmoja anatamani angekusalimia hivi. Ulikuwa haupo, lakini ni siku moja tu watu wameshaona ni kama mwezi umechelewa kufika. Watu wanaangalia muda, mbona huyu hajafika? Ana tatizo gani? Kwa sababu umeshakuwa ni nchi ya kupendeza. Kazini kwako unafanyika heri. Umeingia jana tu, lakini leo unafikiriwa kuongezwa cheo. Ni kwa sababu gani? Umefanyika heri. Bwana anakufanya kuwa nchi ya kupendeza. Bwana anakufanya uendelee kung'aa. Vile ulivyokuwa hautoendelea kuwa vile, utabadilika. Maana kila unapotoa zaka ndivyo Bwana anazidi kufungulia. Mwisho wa siku ni kama anang'oa koki. Maisha yako yanaendelea kwa spidi. Hautakuwa kama ulivyo. Atamkemea halali. Kuna watu tuko hapa hatuendelee kwa sababu ya magonjwa yanayotutesa. Na umeshaenda hospitali, ukienda unaumwa UTI, ukirudi ukienda unaumwa UTI, ukirudi unaumwa UTI. Ndio nishatumia dawa zote, au UTI yangu ni UTI aina gani? Ndio unaanza kusema kabisa mwisho wa siku, mimi ni wapi? Ni ugonjwa wangu, sio ugonjwa wako. Bwana hana sababu ya kukemea halai kwako. Yaani wanaendelea kuzitafuna tu. Wanazitafuna na wanazitafuna. Na lazima wazitafune. Yaani kanuni iko hivyo. Nilishakwambia tangia mwanzo, hapa duniani kuna falme ngapi? Za huku na za huku. Yaani usipowekeza huku, basi wa huku wakikuona unaelewa hewani hivi, wanakuchukua chini. Lakini kwa zaka yako, Bwana anaweza kukulinda, anaweza kukutengenezea bomba, atamkemea yeye nani. Sio unaona umuhimu wa kutoa zaka sasa. Sasa nataka nikwambie, Bwana hawezi kuacha kukua mkate wako kila siku. Na katika mkate wako kila siku, zingatia, mwanzo nilikwambia kuna faida na kuna mtaji, sivyo? Usitoe sadaka kwenye mtaji, usitoe zaka kwenye mtaji, usitoe sadaka ya aina yote kwenye mtaji. Mtaji ni wa kulinda sana, sivyo? Ni wa kulinda sana. Sasa kwenye sadaka, kwenye faida unayoipata, hata kama ni ndogo kiasi gani, anza leo. Hata kama umeona leo faida yangu ni 100, haiwatoshi watoto wangu kula nyumbani, lakini sema hii 100 kuna shilingi 1 ya Bwana ninaipeleka madhabahuni kwa Bwana. Tena iwe kwa moyo wa kupenda, na tena ukamjaribu kusema nataka kumjaribu Bwana. Alafu mtamfuate mchungaji Lusekelo, mwambie nilibarikiwa ni 100 na hii 100 shilingi 1 yangu hii hapa. Hata kama mwanangu mbona hizi hela zimeshaanza kutumika, mwambie Bwana ndiye alinibariki. Yeye anajua kwa nini ananipa hii.
Kwa hiyo yeye atapokea tu hivyo hata kama akienda kuitupa, lakini Bwana ataangalia sadaka yako kwa moyo wa dhati. Kama alivyoangalia ile senti ya yule mama mjane aliyetoa katika wengi wenye vingi, akasema hakika huyu ametoa kuliko wote. Na akasema huyu mtu hii 1000 ilikuwa haimtoshi kula na watoto wake, lakini amekumbuka kuna 10% ya kwangu ambayo ni lazima mimi niipate ili kusudi asije akanipatia hatia, naye ameitoa mahali hapa na mtumishi wangu ameshaipokea. Na ukileta zaka kamili, hata mchungaji atasikia moyo wa kububujika kuipokea zaka yako, hata kama ingekuwa na ndogo kiasi gani, maana Bwana atamsemesha kupitia ile sadaka. Hata mwacha hivi na maombi yake yatakuwa yana nguvu kwako. Amen. Lakini nikuulize swali. Na hili swali naomba tujibiane. Je, mwizi anapaswa kubarikiwa? Asante. Sasa nikuulize swali. Biblia inasema vipi kuhusiana na mwizi? Wako wezi wengi sana, lakini kuna mwizi ambaye Biblia anamtaja moja kwa moja, na huyu mwizi anapatikana kanisani. Yaani hapa kanisani kuna watu watakatifu, lakini hapa kuna wezi. Sasa huyu mwizi tunampata katika kitabu hiki cha Malaki sura ya 3 mstari wa 8 mpaka 9. Yeye mwanadamu atamwibia Mungu. Na nyinyi mnanibia mimi. Ndio. Lakini nyinyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Ndio. Mmenibia zaka na dhabihu. Asante sana, ishia hapo. Hebu jichunguze sasa wewe. Mungu ameshasema lakini mimi mnaniibia. Lakini ukiwa hapo unasema Baba katika jina la Yesu najiconnect na madhabahu yako. Bwana ukatende, Bwana ukaonekane kweli uwepo unashuka, ndio tunaona, lakini wewe ni mwizi mtakatifu mbele za Bwana. Bwana naomba sawa, tunaona miujiza inatendeka, lakini mbele za Mungu wewe mwizi kama wezi wengine. Bwana ukamponya huyu, ndio Bwana anamponya kwa sababu yeye anatakiwa kupona, lakini wewe ni mwizi kama wezi wengine. Na jehanamu sikajamu inakuhusu, maana tayari kanuni ya kwanza kwa Mungu ni zaka, na wewe hujatoa zaka. Nitakuonesha mbele, hata wachungaji wanapaswa kutoa zaka, hata maaskofu wanapaswa kutoa zaka. Yaani hii ni kanuni isiyopindika, hakuna ambaye ni kinyume katika hii sheria. Ili kusudi wewe uendelee kuwa salama katika maisha yako ya kiroho, usiitwe jambazi kama majambazi wengine, lazima utoe zaka ili mbele za Mungu, Mungu asikuhesabia hatia. Kuna watu hapa wana hatia mbele za Mungu, tena dhambi zao ni nyingi. Kama Mungu angeandika hata asingekuwa anawatazama, lakini kwa sababu ya rehema zake yeye anahesabu dhambi ni dhambi tu. Una muda gani utoe zaka? Na una muda gani unaidharau ile pesa unayoipata? Unaona hii hela ni ndogo, huu mwili wangu ni mkubwa, nikitoa zaka hii sitoendana naye. Mungu amekuweka hapa kwa makusudi. Alijua ili kusudi nyumba ya Bwana kiwemo chakula ghalani mwake ni lazima akubariki wewe, alafu wewe ulete zaka. Kwa maana kwamba Mungu kanuni aliyotumia, akitaka kuhudumia madhabahu hii, anachukua pesa yake anakupa wewe, alafu wewe anasema nigawie. Anatumia kanuni kama za watoto. Unapochukua andazi lako ukampatia mtoto, asilimia kubwa watoto wengi, wazazi bila wanafikiria ngeni tu, watoto wengi huwa wanakatia na kuwapa zile andazi mlizonunulia. Anapatia kidogo, mwingine anapatia yani ndivyo ndivyo tulivyo mbele za Mungu. Sasa kama Mungu alihitaji kiwemo chakula, aliona kama nikimpatia Paulina shilingi kadhaa, akinigawia buku imeongezeka. Nikimpatia Malekesa shilingi 1000 kadhaa, akinigawia 2000 imeongezeka. Nikimpatia mtumishi wangu Shemaslai shilingi kadhaa, akinigawia shilingi kadhaa, imeongezeka. Anashangaa idadi ya watoto wote. Mchungaji Msekelo akienda kuangalia zaka, anasema Bwana ipo ya kutosha kabisa. Hii inatosha kutumia madhabahu, inatosha kufanya shughuli, inaonyesha kazi ya sadaka, sivyo?
inafanya kufanya shughuli za nyumbani. Yaani zaka ni ya mchungaji. Inawezesha kufanya shughuli za nyumbani na uweza kukabidhi mbele za Mungu mahitaji yao hao watu. Lakini unapotoa ndogo, tayari hata yeye mwenyewe ananung'unika. Sasa Mungu, mbona hunioni? Mungu, mbona nilikupa vitoto vyako vyenyewe ndio vizi, yaani vyenyewe ndio vinaiba. Sasa nitafanyaje sasa? Yaani mpaka Mungu anasikitika, yaani nakuonea huruma sana mtumishi wangu. Ndio pale Mungu anamwambia sio nini, au Mungu anamweka hapo, unashangaa na mfaidi wa mbali kwa sababu wewe wa hapo. Basi tu majibu utayapata katika Malaki sura ya 3 mstari wa 9. Hiyo utasoma mwenyewe chini yake tu. Jibu lake ni kwamba mwizi huwa anachoma moto. Kwa kuwa Mungu ni wa rehema, ameshia kulaani tu. Na si ajabu laana yake ni kubwa kama aliyopewa Kaini. Maana inasemekana hata kule atakapokwenda watamuua. Sasa wewe si ajabu kila unakokwenda wanakuua. Vitu vyako ni vizuri ila unapigwa nyundo. Ulikuwa unaonekana mzuri, unafaa kukaa kwenye kiti fulani, kabisa sifa zote unazo, lakini unauawa. Kwa sababu gani? Wewe ni mwizi, unatembea na laana, unatembea na shida, unatembea na matatizo. Kwa hiyo mwizi, yaani ukishalaaniwa wewe ni makufa tu. Kila unachokigusa kitakufa tu. Hata ukipanda sehemu, ulazi yote vinakufa tu. Hata biashara ukianzisha, haiendelee inakufa tu. Kwa sababu wewe tayari mlaaniwa. Kwa sababu tayari kila unapokwenda utapigwa mawe, utauawa tu. Hautakuwa na usalama. Kwanza leo anda kutoa zaka. Yaani wewe chukua tu, Mungu mwambie Mungu, leo kuingia imetosha, msitaki kuwa mwizi tena. Yaani mimi na wizi. Nimeshaanza kuacha mwizi. Wangapi wananiaje wataanza kuacha mwizi leo? Nataka nione mikono. Kuna mtu mmoja, asante sana. Inapendeza sana hata wewe mmoja mbele za Mungu. Kwa sababu gani? Biblia inasema hata mmoja akibadilika mbele za Mungu tayari wale wanafanyaje? Wanashangilia. Ile na nini ambao hawajanyosha wengi wanatoa zaka. Si ni kweli? Kwa sababu unatoa zaka kwa maana hujanyosha. Ila kama humo wao wanasema karaka babu. Sijui ingine. Andika kazi ya zaka. Kazi ya zaka ni kutunza watumishi wa madhabahuni. Andika kazi ya zaka. Kazi ya kwanza ya zaka ni kutunza watumishi wa madhabahuni. Sio kazi ya kwanza, ndio kazi pekee ya zaka. Zaka haina kazi yoyote tofauti na hiyo. Shukuru Mungu mama mchungaji ameshakuja. Hata baba akinisomea bado utukufu ni kwa Mungu. Nisomee kitabu cha Nehemia sura ya 13 mstari wa 5. Kazi ya zaka ni kutunza watumishi wa madhabahu. Nehemia sura ya 13 mstari wa 5. Alikuwa amemtengenezea chumba kikubwa. Ndio. Hapo walipoweka zamani sadaka za unga na ubani na vyombo na zaka na nafaka na divai na mafuta alivyoamriwa kuwapa Walawi na waimbaji na mabawabu. Tena sadaka za kuinuliwa zilikuwa za makuhani. Lakini wakati huo wote mimi sikuwako huko Yerusalemu, maana katika mwaka wa 32 na 6 mfalme wa Babeli alimrudia mfalme. Baada ya siku kadha wa kadha nikaomba ruhusa tena kwa mfalme. Asante sana. Anasema zaka kwenye ile gala zote walipewa watumishi wa wapi? Amesema makuhani, amesema Walawi, mabawabu, waimbaji. Ametaja watumishi wengi, ndivyo? Anakuambia kazi ya zaka ni kuwatunza hao. Yaani hiyo ndio kazi ya zaka yako wewe. Na nilikwambia kwamba taasisi ya ndoa na taasisi ya kanisani, yaani kanisa ni taasisi inayofananishwa na taasisi ya ndoa. Ili kusudi ndoa yako izidi kushamiri, si lazima mume wako afanye kazi Na mume wako akifanya kazi, wewe baba ukifanya kazi, ukibarikiwa, sio unapaswa kutoa kodi ya nyumba Ili kusudi nyumba ifanyaje?
Yaani usipolipa kodi ya nyumba hakuna furaha huko ndani. Haipo. Ndivyo ilivyo. Mungu anakupa ile pesa ya zaka ili kusudi familia ya nyumba ya Mungu ishi. Ili kusudi ile taasisi isiwe na migogoro na wewe. Wewe ni mtoto katika taasisi hii. Na Biblia inasema sehemu fulani kwamba Mlawi hana sehemu ya kurithi, hana urithi. Yaani kwa maana hii tungetafasiri katika ulimwengu wa sasa hivi kwamba Mlawi hapaswi kuwa na kazi nyingine. Hebu just imagine baba mchungaji alikuwa ni dereva bodaboda. Alafu unahitaji maombi. Saa 6 usiku. Baba anahitaji maombi. Subiri kidogo mwanangu, huyu unaenda wapi? Bana na twende. Subiri mwanangu kidogo nakurudia. Tuvute tu picha katika hali ya kawaida. Inakuja au unampigia baba yuko kali yako anauza machungwa mchungaji, alafu wewe una shida ya maombi. Baba nina shida ya kiroho, alafu anauliza chungwa shilingi ngapi? Anajua watoto nyumbani wanatakiwa kula. Sasa hebu tuseme wewe buy ile viatu, hautoi zaka, anauza machungwa ili kusudi alishe familia, alafu umempigia una shida zako, ataanza kukujibu wewe hata kujibu mteja wa machungwa. Utaona kabisa ili kusudi hii taasisi Mungu aendelee kuihudumia, uhudumiwe kiroho na kimwili, ni lazima uihudumie hii taasisi ili kusudi upendo wa hii taasisi uendelee kuwepo. Na palipo na upendo, hapo ndipo Mungu yupo. Maana kama hakuna upendo, hata mchungaji mwenyewe baada ya kukuombea baraka akisema hivi vitoto vyenyewe vinitunzi, mbona mimi hadi imekuwa ngumu, baada ya kutamkia baraka na kutamkia laana, baada ya kutamkia mafanikio anakutamkia kufeli. Kwa sababu gani? Upendo haupo. Na adui huwa ni mjanja. Akishaona kuna dalili ya kutokuwa na upendo, anaanza kupenyeza tu maneno. Unaanza kushangaa umeanza kugombana na mchungaji. Hata akisema Bwana Yesu asifiwe, afa kuangalia wewe akakunja sura. Mbona useme amina? Unasema kweli mchungaji alikuwa amenikazia mimi, kuanzia kesho sirudi tena kusali kwenye ile kanisa. Kumbe sio. Ni kwa sababu utoi zaka hata una upendo na ile madhabahu, hamjakoni. Sijui lakini nimesema tu. Kama kweli haufanyi vizuri kwenye madhabahu hii, afu ukaona unaongea maneno ya point wewe, afu ukafananisha na kusema niliyosema, basi upone, lakini sija kusema wewe. Ikusaidie. Unajua kuna watu wengine ukiongea point zinazowagusa kutoka nasema yule hivi. Na fulani hivi ni rafiki yake na Onesimo anajua siri zangu. Onesimo mshamwambia hivi siri zangu. Ndio maana kaongea hii point inayonihusu mimi. Kwa Mungu maskini, Mungu anakukumbusha upone, kwa sababu anajua uko kwenye safari ya kuelekea mbinguni, na alitamani mmoja wapo huo ni wewe. Anakutamani kwa upendo, anakuonya kwa upendo kwamba haujaniambia mimi siri zako, lakini Bwana ameniambia nikuonye ili kusudi uachane na hizo shida. Hapo unatoka hapo kwa sababu hujajiconnect, hautoi zaka, unaondoka pale na kimoyo kimejikunja hivi, tena unakuwa na moyo mgumu kuliko hata Farao. Maana anza kutoa zaka kwa sisi. Amina. Hapo ndipo milango ya mbinguni itafunguka kwa ajili yako. Hata watoto wako wataitwa heri, kwa sababu ukitembea na mbarikiwa, na wewe utafanyaje? Utabarikiwa. Lakini pointi ya mwisho utaipata kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 18 mstari wa 20 na 21. Hii utaisoma mwenyewe. Yaani zaka ni moja kwa moja, yaani kwa mujibu wa Biblia ikishaombewa tu anapaswa apate baba mchungaji. Kwa hiyo kama unataka kula zaka, kwa mchungaji. Ila kama huna utumishi, utajua ujue. Utafananishwa na wale waliomba. Nakukemea kwa jina la Mungu wa Paulo, kama Petro na Paulo tunawajua wewe ni nani. Tuambie wewe ni nani? Unashangaa kila ukigusa index kwa sababu gani? Wewe una mafuta hayo ya utumishi. Ulitamani tu kula zaka na sadaka. Lakini kwa nini usimpe yeye mwenye neema hiyo? Kwa sababu hiyo tunajikuta mataifa mengi hayaendelei, kwa sababu tuna wachungaji fake, ila wenye neema wameacha, wameamua na kujifanyia kazi. Ndio maana tunaitamkia amani nchi yetu, afu nchi inakuwa haina amani, kwa sababu yeye ndio tamka ile jamani, naangalia fedha, halina hiyo neema. Kwa nini usifanye tu kazi kwa mtu mwenye neema yake? Nimesema tu itakusaidia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda katika hatua ya 3, hatua ya lipuko.
Nimemwomba Mungu nikufundishe na unielewe. Kama unanielewa, nipungie mkono namna hii. Amen. Asante sana. Napendeza sana. Sadaka ya tatu nilikwambia ni sadaka ya limbuko. Na hili ni ngumu kumeza, lakini nitakwambia tu. Na mimi nimeona matokeo yake chanya. Sadaka ya tatu ni sadaka ya limbuko. Limbuko maana yake, limbuko au malimbuko maana yake ni kitu cha kwanza kuja au kuzaliwa au zao la kwanza. Maana ya limbuko ni kitu cha kwanza kuja au kuzaliwa au zao la kwanza. Nimesahau simu yangu. Mmoja anipatie simu yangu hapo. Mimi naangalia muda maana sielewi kupitiliza mimi. Nataka kufanya saidie hivi kwa wakati. Na dakika kama 13 za kusema. Narudia, limbuko au malimbuko maana yake ni kitu cha kwanza kuja au kuzaliwa au zao la kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wengi tumekaribisha kwamba limbuko ni ajira, kisha ajiriwa ule mshahara wako wa kwanza ndio limbuko. Ni ndio kwa sahihi. Lakini limbuko imepanuka sana. Ina wigo mpana. Hata mtoto wako wa kwanza ni limbuko mbele za Bwana. Hebu naomba nisomee Mwanzo sura ya 49 mstari wa 3. Mwanzo sura ya 49 mstari wa 3. Rubeni huu mzaliwa wangu wa kwanza, Ndio nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. ndio Umewapatia wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Asante sana. Nikwambia limbuko ni kitu cha kwanza, si ndivyo? Au zao la kwanza. Mtoto wako wa kwanza ni limbuko lako. Na nataka nikwambie limbuko lako wewe ni sadaka yako ya shukrani. Yaani hii unaweza kuandika. Ni sadaka ya limbuko ni sadaka ya shukrani inayotanguliwa ya kwanza katika kazi au mshahara wa kuajiriwa, kwa kufungua njia na kusafisha njia ya mlango wa mafanikio yako. Sadaka yako ya limbuko ni sadaka ya shukrani inayotangulia kwanza katika kazi au mshahara kwa kazi ya kuajiriwa kwa ajili ya kufungua njia au kusafisha njia au mlango wa mafanikio yako. Nitarudia. Sadaka ya limbuko ni sadaka ya shukrani inayotangulia kwanza katika kazi au mshahara kwa ajili ya kufungua njia au kusafisha njia au mlango wa mafanikio yako. Anakwambia mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu. Huku mbele amesema, hebu rudia huku mbele aliposema kwamba nguvu zangu, malimbuko ya uwezo wangu Umewapatia wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Sasa yaani mtoto wako wa kwanza ndio atawafanya wengine waje vizuri au waje vibaya. Na katika vitu ambavyo natakiwa kuwa makini ni hii sadaka ya limbuko, kwa sababu ndio sadaka pekee ambayo ni kama ufunguo katika kazi unayoifanya. Hili kusudi mazao mengine au watoto wengine waje vizuri, ni lazima huyu mtoto wa kwanza kuna namna unatakiwa uishi naye vizuri. Kuna namna unatakiwa umtendee haki. Kuna namna lazima umuhendo. Anasema umewapatia wengine ukuu kwa nguvu Ina maana mtoto wako wa kwanza akiwa legelege, hata wengine wakiwa vizuri, kuna namna watafanikiwa, lakini kwa taabu sana.
Hata kama yani mara nyingi mfano ni mtoto wa kwanza. Wakina mama mnalijua hilo wetu. Na huwa kuna vitu vingine mnasema, yaani wewe nimekulea kwa taabu kwa ajili ya watoto wa wadogo zako huku. Ni kwa sababu ya huyu mtoto ndio limbuko. Na usikaririsho kwamba limbuko ni lazima kiwe kitu tu. Nataka nikwambie hata mtoto wako ni limbuko mbele za Bwana. Pale utakapomzabibu mbele za Bwana, tayari umefungua mlango. Hata kama asipokuwa mtumishi yeye, umefungua mlango wa kuwa na watumishi katika familia yako. Hata kama asipobarikiwa yeye, umefungua mlango wa mafanikio ya baraka katika watoto wako wengine wanaokuja. Kwa sababu tayari amefanyika kuwa limbuko kwa Bwana. Na amesema hii ni sadaka inayotangulia kwanza kwa ajili ya shukrani ya vingine vinavyokuja. Na ndio maana ukiangalia ili kusudi Ibrahimu abarikiwe, alipaswa kutoa limbuko lake ambalo lilikuwa ni la kwanza. Na wote wasomaji wazuri wa Biblia mtaniambia, alikuwa ni nani? Alikuwa ni mtoto wa ngapi? Ili kusudi vingine vile vizuri alitakiwa kumtoa Isaka. Na ndio maana hata kama iliuma, lakini Ibrahimu kwa sababu naamini kulikuwa kuna siri ya kimungu ndani yake, akasema hii sadaka ya limbuko siwezi kuifanyia mchezo, nitaifanya kama Bwana aishivyo. Angemwambia Sara asingetimiza mapenzi ya Mungu. Akasema haitoshi, kwa kuwa simwambii mke wangu, ni afadhali nimdanganye kwa vyovyote vile, ili kusudi hii sadaka ya limbuko iweze kunipatia matokeo chanya katika maisha yanayokuja, katika vingine vinavyokuja. Maana niambiwa wazazi wako, uzao wako utakuwa wingi kama nyota. Si ajabu alimpata katika uzee wake, akafikiria huyu mtoto mbona ndio huyu, lakini alijua Bwana aliyesema atanipa mwingine. Hili limbuko linapaswa nimpelekee ili kusudi kuandaa mazao mengine. Na ndio maana kuna watu wengine unashangaa, una shamba lako, unavuna siku ya kwanza, unavuna vizuri kabisa, lakini mazao yanayofuata unaambiwa maana shamba lako limeushiwa virutubisho wapi na wapi, kwa sababu kutoa limbuko. Wewe hadi umezaliwa unaikuta. Mbona ni mimea pori naota? Hata kulima kwako uone kama litakuwa janga. Wale magugu yanaota. Kwa sababu hautoi limbuko. Na ndio maana vinavyofuata baada ya vile vinakuja vimekonda. Na hii sadaka wengi wanaidharau. Mungu atusaidie sana. Unajua mtu kukabidhi mshahara wako sio kazi rahisi. Unajua umecheka. Eti maelekezo. Ndio umenunua cherehani yako. Hiyo siku umeenda kazini. Maana Biblia inatuambia kabisa hata ukinunua ukiwa na kazi yako, ukafungua kazi mpya. Ile kazi mpya na yenyewe itolee nini? Limbuko. Umenunua cherehani yako nyingine. Kutolea mfano au kusikika wewe. Amina. Umenunua cherehani yako nyingine, alafu ile cherehani hiyo siku imekuongezea milioni 1. Kwa siku moja afu cherehani mpya, alafu wewe ndani umebakia empty kwamba umeenda kununua ile cherehani yako. Hebu niambie, hiyo limbuko vipi? Inafanana na kumtoa Isaka, Ni mtoto wake wa pekee aliyempata katika hali ngumu, tena maisha ya uzeeni. Ni yule mtoto wa ndani ya ndoa, tena mtoto wa nje ya ndoa ambaye alikuwa ni Ishmaeli. Na amempata katika hali ya uzee kabisa. Alafu Mungu anasema huyo ni limbuko langu, hebu mtoe sadaka. Yaani hapo unielewe, sikuelewe kabisa. Yaani nafikiria kabisa ndani nimebakia sina kitu. Nimenunua kompyuta nyingine ili kusudi niendelee kuongeza ufanisi wa kazi zangu. Alafu mimi sina hata 100 ya kula. Alafu na umenipa hii Mungu nikutolee limbuko. Hapana, Mungu bora nichukue basi hata 10,000 kwa ajili ya kujikimu siku 2-3. Alikwambia hivyo ni nani? Alikwambia hivyo ni nani? Anaelekeza kabisa. Hebu tusome Mambo ya Walawi sura ya 23 mstari wa 9. Niishie hapo. Tutaendelea tena. Sura ya 23 mstari wa 9. Kisha Bwana kanena na Musa na kumwambia, ndio, nena na wana wa Israeli, ndio, mwambie hapo mtakapokuwa mmekwisha kuingia hiyo nchi ni wapayo na kuyavuna mavuno yake, ndio, ndipo mtakapomletea kuhani mkanda wa malimbuko ya mavuno yenu. Naye ataitikisa
ganda mbele za Bwana, Ndio. ili kwamba ukubaliwe kwa ajili yenu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani utakapo yale mazao yako ya kwanza kabisa yalete, ili kusudi wewe ukumbukwe. Nimetoka kuambia kabisa kwamba wewe kwa sababu unafanya biashara wanapofanya wengine, unafanya biashara wanayofanya wengine, unaenda kulangua wanapolangua wengine, lakini wengine wanauza, afu wewe unaambiwa biashara yako unaona mpaka inaharibikia kwenye meza yako. Wakina mama unauza mboga mboga zinanyauka, zinakuwa mbamba kama mimi, mpaka tunafikia hatua zinanizidi hata mimi, mpaka tunafikia hatua zinakuwa zitamanishi, mpaka wewe unaona bora nikazitupe tu hizo mboga kama vile zimeshaharibika hivi. Wakina baba unaenda kufanya kazi, unashangaa inakuwa asubuhi saa 1 saa 3 unaenda kupiga nyayo, unaenda kupiga ile nyayo ya njaa. Unajua nyayo ya njaa ni mbaya, inachukua dakika moja kuisha mdomoni. Unahangaika tu mwana. Kisa nini? Hujatoa limbuko na Mungu hawezi kukukumbuka, kwa sababu siku ya kwanza alikukumbuka, lakini siku ya pili hawezi kukukumbuka kwa sababu huyu mtu hajatoa limbuko. Kwa sababu gani sasa haya yote kukute? Kwani usitoe tu? Wale watu wengine huwa wanawaza sio itakuwaje, lakini hii nakupa tu. Utasoma mwenyewe katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 28. Anasema mbona kama anaweza kuwalinda nani wale ndege, watu tu wajuu hawafanyi kazi, wana miguu tu, mikono yao ni mabawa, wameruka, wametembea, lakini mbona anawalisha na kuwavisha? Hivi wale wanavaa nguo kweli? Lakini wanapendeza kuliko wewe. Wanavutia, wazuri. Kama hata wengine tunapiga picha tunaweka kwenye simu zetu, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye aliyewatunza. Tena hakuna ndege aliyekonda, hayupo. Asilimia kubwa hata wanyama wa maporini wana afya zao. Wale wanaotunzwa na Mungu wana afya zao kubwa. Mchukue huyo mnyama ukamfuge wewe sasa. Jipe kazi ya Mungu. Hawezi. Sasa kama anaweza kuwatunza wale, kwa nini wewe asikutunze? Kisa hiyo milioni moja tu ambao ungeitoa siku moja alafu kesho kanishangaa unaenda kupiga bingo la milioni 20. Usianze kutoa malipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana darasa. Na hii itakujengea maisha mazuri ya uhusiano wako wewe na Mungu. Pointi zingine tutaendelea kesho, siku nyingine ukipata nafasi ya kuja. Lakini hii itakusaidia uhusiano wako wewe na Mungu wa kimwili. Ili kusudi mwili wako uweze kuishi vizuri, utahitaji kupaka lotion. Wakina mama wakina mama wanapodoza vingi. Yaani ukienda kwenye meza ya mama unachanganyikiwa. Lotion inapaka kwenye mdomo ukapaka usoni, kwa sababu muda zote zinavutia. Wakina baba, ili kusudi mwili wako uzidi kunawiri, kupendeza, ni lazima uwe na uhusiano mzuri na Mungu. Alafu Mungu awe na mahusiano mazuri na wewe ya kimwili. Ukiwa na mahusiano mazuri ya Mungu ya kutoa zaka, sadaka na malimbuko, tumesema ni malimbuko, wewe una hakika Mungu atakuwa na mahusiano mazuri na wewe ya kifedha. Mungu akiwa na mahusiano mazuri na wewe ya kifedha, mwili wako lazima upendeze tu. Mwili wako lazima upendeze tu. Hata kama ulikuwa umekonda kama hivyo, lakini utaonekana nyororo tu. Hata kama upakiki mafuta utaitwa kwa jamani ni handsome, lakini wewe mafuta huyajui, kwa sababu gani? Una uhusiano mzuri wa kimungu. Kwa hiyo ile pesa ikija, mwili lazima utakata tu. Kuna wengine wako hapa ni wazee kabla ya uzee. Jenga mahusiano mazuri na Mungu, itakusaidia. Funika macho yako na Mungu. Nakushukuru mtakatifu Baba Mungu, Bwana wa majeshi, katika mahali pa juu palipoinuka. Angalia watumishi wako Bwana, umesema nao kupitia mimi. Somo hili Bwana likanijenge kuanzia mimi mpaka wao, kwa sababu ni matamanio ya kila mtu Bwana azipate baraka. Hakuna mtu anayetamani kuishi maisha ya umaskini. Maisha ya umaskini yanatesa na yananyanyasa. Maisha ya umaskini yamejaa lawama, na pekee wewe utabakia kuwa Mungu hata kama tutakuwa hatuna kitu. Lakini iko siri ulioweka ili kusudi sisi tubarikiwe. Na siri hii shetani ameichukua na kuigeuza kuwa ya kwake. Ndio maana ameweka vitega uchumi vingi ili kusudi wale wake watoe pesa, ili kusudi awabariki. Lakini angalia Mungu, sehemu ambayo ni udongo mzuri, sehemu ambayo ni ardhi nzuri, watu wameshindwa kupanda. Hata Wakristo wengine wameenda kupanda katika udongo usiostahili. Lakini leo asubuhi ya leo Bwana umeleta neno hili litakalotusaidia, neno hili litakalotuelekeza. Wewe uliyesema tunaangamia kukosa maarifa, na maarifa haya umetupatia sisi tulio wa kwako Bwana.
angalia upate kulitimiza. Ni katika jina lako. Angalia mioyo ya watu inayoumia ilipogundua kwamba wenyewe hawatimizi sawa mapenzi yako, lakini wamekulaumu katika hali isiyofaa. Ndio maana tunatubu mbele zako, lakini ukatujaze pale ambapo Bwana mimi sijaongea, wewe Yesu ukaseme na moyo wa kila mmoja mmoja kwa ajili ya kulitimiza hili neno. Ni katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana.